Bwana, mimi ripoti yako Azam, naitwa Morris, niko hapa na moja kati ya exclusive interview na legendari wa mpira wa miguu nchini Tanzania, ambaye yeye amecheza, sasa hivi anaishi kwenye mpira kwa kuchambua, lakini pia kwa kuviongoza vipaji kutoka chini, yanamaanisha watoto wadogo ambao wana malengo makubwa kuweza kuyatimiza ndoto zao. Niko na Amri Kiemba hapa niweze kuhojiana naye kuhusiana na kile kinachoendelea kwenye soka letu la Tanzania na mambo mengine hayo kadha wa kadha. Nikwambie tu kwamba endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, huko kote tunatumia kama Kishamba Media. Endelea kusubscribe hapo, mambo yao mazuri kweli kweli. Zangu kwema? Alhamdulillah. Maisha yanaenda. Mungu anajalia. Tumetoka kwenye heka hizi za dabi ya Kariakoo, mmepiga sana kelele. Mwisho wa siku hapa mwishoni huko malegend imeonekana kama mmenyosha mikono juu hivi kwa vijana bwana. Lile sekeseke la dabi ya Kariakoo pengine kwa wewe limetengeneza taswira ya aina gani kwenye soka letu la Tanzania? Mimi nadhani linatusaidia kuweza kukua na ukuaji. Hizo ni stage za ukuaji kimpira. Kwa maana kwamba mkifika sehemu watu wale waliokuwa wadogo wamekuwa, kwa maana vilabu vinakuwa mpaka vinaweza kubishana na mzazi ambaye ndio chama, basi mzazi naye anapaswa kujua watoto wake wamekuwa. Kwa hiyo namna ya kuwatawala pia inabidi kubadiliki, kutoka kwenye kutumia nguvu sasa kuanza kutumia maarifa, kwa sababu tayari na wale wana uwezo wa kuhoji baadhi ya maamuzi ambayo mzazi anatumia. Unajua wakati mtoto wako akiwa mdogo unaweza kukemea tu, hiyo usifanye. Lakini akiwa mkubwa ukimwambia usifanye, sasa kwa nini mzee nisifanye? Kuna shida gani? Mbona mimi sioni tatizo? Ndio ambapo vilabu vimefikia. Kwa hiyo itasaidia wale ambao sasa wanausimamia mchezo kuanza kuwachukulia vilabu kama sehemu ya kutawala watu wazima ambao watakuja na hoja na mtashindana kwenye hoja za kuna. Lakini mkiwekeana utaratibu, basi wewe unapaswa kuwa kwanza kuonekana unaofuata ili na wao waweze kufuata vizuri. Kuna watu wanasema jinsi sekeseke lilivyoisha hili na mtu ambaye amelimaliza hili sekeseke ni kama mpira umefeli hivi. Ni kweli mpira umefeli kwenye kujisimamia? Unaweza ukauona kwa engo hiyo, kwa sababu kuna vyombo ambavyo vinapaswa kusimamia mchezo. Lakini pia kuna watu ambao ni wakuu wa hivyo vyombo walipaswa pia kumaliza baadhi ya changamoto ambazo zinajitokeza, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa ndani ya uwezo wao. Kwa mfano kusikiliza tu changamoto ambazo zinakabili na kujaribu kutafuta utatuzi, kuliko kuendelea kutumia nguvu ile ambayo iliwafanya hawa waanze kulalamika, na wewe kama kiongozi kuendelea kuitumia ile. Walipaswa baadhi ya watu kutoka na kujitoa kwanza kwenye ule uongozi na kuangalia nini tatizo. Kwa hiyo kuna jambo limefika pia mamlaka ni kwamba nyinyi jambo limeshakuwa kubwa na wafanya ile kubwa ni nyie, kwa namna ambavyo mliliendea. Kwa sababu ukiona uko juu namna wameliendea, wewe njia ambayo nyewe mngeamua kuifuata ingetamatika na kila kitu kingeenda. Kikubwa ni kwamba kila mmoja alikuwa anawaza kila unapaswa kucheza. Kwa hiyo hata viongozi ambao wanahusika na tasnia, wao walikuwa na uwezo wa kuhakikisha mpira unachezwa. Nikimaanisha kwamba kuna ngazi ya rais wa TFF, lakini kuna waziri wa michezo, kuna baraza la michezo. Hao watu wote walipaswa kushughulika na hivyo vitu kabla havijaenda ngazi ya mwisho kabisa ya nchi ambako imeenda na imemalizwa. Lakini ukiangalia kama jambo kama umekabidhiwa kampuni na mambo yaendi, mpaka anakuja mwenye kampuni mwenyewe ndo anakuja kuyatatua, kwa maana kwamba hana haja kuwa na wewe kwenye eneo lile. Na hiyo naweza nikasema kwamba kuna baadhi ya vitu ama system ya uongozi kwenye mashirikisho kwenye shirikisho letu, kuna vitu ambavyo haviko sawa, either watu ambao wanasimamia hizo kanuni na sheria ama mfumo wenyewe tu hauko sawa. Mimi nadhani kabla ya kushughulika na mfumo, nadhani ni watu, kwa sababu bahati mbaya sisi watu wanaendeshwa na hisia, na wakati mwingine hisia zikiwepo mahali maarifa huwa yanapungua. Kwa maana kwamba watu wengi wanawakilisha jezi za Kariakoo, yani wako kwenye taasisi wanasimamia mchezo, lakini anahakikisha kwamba timu yake ya Kariakoo haionewi, timu yangu haifanywi hivi. Kwa hiyo yuko pale, lakini maslahi mengi ambayo anaangalia
ni anawezaje kufurahi nafsi yake kwa ile klabu yake kutendewa haki, kwa sababu kuna wengine mpaka anaingia kwa kuona kwamba wacha niingie pale nikahakikishe na sisi atuonewe. Kwa hiyo lengo la kwanza tu la kuingia unaona ambalo ameenda na ndilo ambalo ataenda kulisimamia na kulitekeleza. Kwa hiyo ni kwanza ni watu wavue kwanza hizo jezi za Kariakoo na wavae jezi ya timu ya taifa, then tunaweza tukaangalia ile mifumo na taratibu za kusimamia. Yeah. Kwa kwanza kabisa ni watu ambao ndio wanatakiwa waifuate hiyo mifumo jinsi ilivyoundwa. Yeah. Kwa sababu utaona hata mpaka tunafika huku kinacholalamikiwa ni taratibu na kanuni tulizojiwekea. Kwa hiyo kwa kushindwa kuzisimamia ndiko ambao kumetufikisha huku ambako tumeenda. Kwa mfano kutokuchezwa tu kwa mechi. Kiangalia ugomvi wake umeanzia wapi, ni kwenye kanuni. Aliyezuiwa kufanya mazoezi anasimamia kanuni ya kwamba alipaswa kufanya mazoezi. Anayesema sichezi mechi mlopanga anasimamia kanuni kwamba kwa nini mechi haikuchezwa. Kwa hiyo mnapaswa kunipa maelezo. Lakini aliyesema isichezwe naye anasimama kwamba kuna kanuni inamruhusu akasimamisha hiyo. Kwa hiyo unaona tukio la timu kutokufanya mazoezi, je, linaweza kusababisha mchezo usifanyike? Sawa. Kiemba unasema kwamba wewe umecheza mpira kwa muda mrefu kwenye klabu hizi za Kariakoo, lakini pia sasa hivi una uhudumu mpira kwenye kusaidia aidha watoto na vijana, lakini pia sasa hivi pia unauchambua mpira. Na sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi pale TFF, kumchagua rais wa TFF pamoja na wajumbe wengine. Pengine tumtegemee Kiemba huyu kuliongoza shirikisho ama kutia nia kwenye kugombea nafasi kadhaa, ama Kiemba huyu amejipanga lipi kwenye hili? Mimi hapana, bado kwa sababu bahati nzuri mimi pia huwa sio mnafiki hata mbele yangu mimi mwenyewe. Kuna wakati huwa najiambia we bado. Yaani bila mtu mwingine kuniambia we bado, endelea kujifunza. Sababu bado kama Mungu anakupa uhai mrefu, bado tuna sehemu kubwa sana ya kuendelea kujifunza. Kwa hiyo mimi sitegemei kuchukua fomu ya kugombea kitu chochote kwenye TFF, kwa sababu bado na vitu vingi vya kujifunza nje ya huku nilipo, lakini pia kwa wale wanaoongoza bado kuna vitu najifunza. Okay. Yeah. Unahisi kitu kinachokukwamisha ni hizi pressure unazozishuhudia ama ni kitu gani? Bahati nzuri au mbaya, mimi pressure huwa kwangu sio sehemu ya kitu ambacho nakitilia sana uzani, kwa sababu mimi kama kitu nahisi mimi nafanya kwa dhati ya moyo, huwa sijali mtu mwingine anakifikiriaje. Kwa hiyo mimi sio pressure, lakini bado uongozi una vitu vingi sana vya kujifunza. Kwa hiyo kwa huku mtaani bado tunaongoza vitaasisi vidogo tunajifunza na kuendelea kukua kwa utaratibu huo. Okay. Yeah. Uongozi ulikuwepo sasa hivi wa Karia wanasema kwamba ameshafanya kila kitu. Timu zimeenda ni mara kadhaa, lakini timu za wanawake zimefanya vizuri. Klabu hizi za kwetu hapa nazo zimefanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Ligi yetu imepanda thamani. Wanasema kwamba ni nani ambaye atakuja na mawazo tofauti ya kumuondoa Wallace Karia kwenye hichi anachokifanya? Unahisi itakuwa ni ngumu huyu mtu kupata kijiti cha mtu kumpokea kutokana na vile alivyovifanya, ama ni wakati sahihi sasa hivi kupisha damu mpya ama akili mpya kuja kuliongoza soka letu? Jambo la mtu kufanya kila kitu nadhani kwenye maisha hakuna. Bado kuna vitu vingi sana vya kufanya. Inawezekana kwa ujumla ukaona ni kama kila kitu kimeshafanyika, lakini bado kuna vitu vingi sana ambavyo bado kwenye mpira vinapaswa kufanyika. Kikubwa ni kwamba kuna hatua ambayo kama mpira wetu kwenye muonekano umepiga hatua. Umepiga hatua kwa kuongeza pia thamani ya mchezo wenyewe, kuanzia kwenye uwekezaji, lakini pia na wale wanaofanya kazi kwenye mchezo. Kwa hiyo unaweza ukasifia nyakati ambazo zimekuwa zikifanyiwa kazi na yale ambayo maono ambayo ilikuwa nayo. Lengo la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha Tanzania inakuwemo kwenye matukio makubwa ya kimichezo. Lengo ambalo unaliona walau tumefanikiwa. Lakini tunawezaje kubaki humo, ndio ambacho sasa kinaweza mtu akaja na mawazo ya namna gani tunaweza kubaki humo na kuendelea kushindania humo, kwa sababu hivi ni vipindi vya mpito. Tunaweza kuja na kuenda pale, lakini kama misingi huku chini hakuna,
tutajikuta tunarudi kule kule ambako tumetoka. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama mtu ambaye anapaswa anapaswa kuangalia hiyo picha kubwa tu ya mara moja. Anaweza kuangalia kwamba haya, kwa mfano amemaliza muda wake. Kwa hiyo hapaswi mtu kuingia na kuongoza kwa sababu ameshafanya kila kitu. Itabidi tufanyaje? Turudi kwenye katiba, tumuongezee muda. Turudi tena tumuongezee. Kwa hiyo itakuwa ni kama viti vya kifalme ambavyo ni mpaka mtu afe ndio ambacho anaweza akachukua au apoteze uwezo wa kufanya kazi. Lakini hivi vitu vya kugombania, ni kila mtu ana haki, anaweza kwenda pale. Unaweza ukaona timu zinafanya vizuri, zinafanya nini, lakini mtu akaja na wazo lingine ambalo kwenye mpira likaja likawa na tija. Huwezi kusema kila mtu ataanza kila kitu. Ndio maana kuna watu wameongoza na pale walipoishia wewe unakuja unaanza kucement vitu vingine ambavyo vinaweza vikatufikisha. Lengo ni kuona tunawezaje kwenda mbele. Lakini ukisema hapaswi mtu kwenda kwa sababu huyu kashafanya kila kitu, chaguzi nyingi zingekuwa zifanyiki duniani kwa sababu waliokuepo hata watu waliopigania uhuru, lakini bado watu walikuwa wana challenge na wao wanataka kuongoza kwamba wewe ulikuwa mimi na maono mpaka nimeleta uhuru na bado na vitu vingi natakiwa nivitekeleze, lakini anaruhusiwa mtu kuja na kusema bana, wewe hapo ulipofanya inatosha na mimi naweza nikaongeza na tukafika. Kwa hiyo kikubwa ni watu kuwa na uwanja huru shindana, yani mwenye nguvu na uwezo, mwenye hoja zenye mashiko anaweza akaenda akamchallenge na wakawa na uwanja wa kushindana, na ambaye atashinda kila mtu akamuunga mkono na kuendelea kuunga jitihada ambazo anazo. Okay. Yeah. Nafikiri ni wakati sahihi kupata kijiti kipya kwa uongozi wa Wallace Karia. Kwangu mimi nilikuwa nafikiri yani ni wakati sahihi zaidi wa kiongozi ambaye aliyoko madarakani kwa yeye kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu tayari ameshafika kwenye peak. Inawezekana likaja kuanza anguko ambalo likakuta na yupo kwenye hayo madaraka. Kwa hiyo akapoteza tena vile vitu vyote ambavyo alivifanya. Kwangu mimi nadhani kwa uamuzi wa busara kwa kiongozi ambaye ameshautoa mpira ulipokuepo mpaka hapa ulipo, alipaswa kukaa pembeni na kuacha ile legacy ambayo ameshaitengeneza. Kwa hiyo unaweza ukamwachia mtu mwingine sehemu ambayo iko bado timu mpira uko pazuri na yeye akaanza kuendelea kuanzia pale na kuna, lakini bado kama anawiwa kuendelea pia ni utashi wa mtu. Lakini kama mimi ningekuwa ni sehemu ya watu ambao wanaweza kushauri bana, mzee wangu hapa ulipofika na haya matukio yameanza kutokea, mara dabi haichezwi na chezwa, yanaweza yakafikisha sehemu ambako ile heshima ambayo umeitengeneza ikavunjika. Sasa kwa nini uivunje na usiachie hapo hapo na ukabaki kama mtu ambaye unakumbuka? Utakumbuka mzee Tenga anakumbukwa kama mtu ambaye alikuja kwenye mabadiliko. Mpaka sasa hivi anakumbukwa. Kwa hiyo na mzee wangu Karia anafanya kinaweza sehemu ya watu kukumbuka bana, mzee Karia alitutoa hapa na hapa, kuliko ambao hivi tulikoanza kufikia ulifika wakati mpaka haijulikane kama mechi itachezwa au inachezwa. Hizo pia ni dalili kwamba mchezaji mzuri anajua wakati wa kushuka jukwani. Okay. Kwenye sakata hili la dabi ya Kariakoo kutokuchezwa, umesikika mara kadhaa ukisema kwamba lazima hapa vitu viwili vifanyike ili tuende kwenye nchi ya ahadi. Aidha busara ama mtu mmoja aumie ama upande mmoja aumie ili tuweze kuvuka hapa. Kwenye hichi kilichofanyika, umeona kuna matibabu yote tumeyapata kwenye soka letu? Cha kwanza ni kuna watu wameumia ili mpira uchezwe. Ndicho ambacho mimi nilikuwa naamini. Yaani lazima watu waumie ama busara itumike, watu wakubaliane katika kutokubaliana. Kwa hiyo ninachodhani ni hatua ya kwanza ya kuyafikia yale ambayo labda tulikuwa tunakusudia kuyaendea. Swala la kuzungumza na kukubaliana na baadhi ya watu kuamua kuumia kwa ajili ya mpira, unaona ni hatua moja ambayo inaweza ikatufikisha huko tunakwenda. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni hatua ambayo ndio ilikuwa inatakiwa. Hakukuwa tena na namna nyingine zaidi ya hatua hiyo ambayo imechukuliwa, na huko tunapokwenda itatulazimisha sasa kuheshimu taratibu na kanuni ambazo tumejiwekea. Okay. Tunaelekea kwenye mchezo wa dabi. Mimi kiwaoji legend wengi mara nyingi wananiambia kwamba hakuna mechi rahisi kuicheza kama mechi ya dabi ya Kariakoo. Kwako wewe ikoje? Inawezekana kila mtu ana namna yake ambayo anachukua vitu. Ni ukweli uliopo ni kwamba ndani ya kiwanja mechi nyepesi kucheza ni mechi kubwa. Kwa nini? Kwa sababu unacheza na watu wane level kubwa kama ya kwako, kwa hiyo ni rahisi
kudanganya mawazo yao, kwa sababu na wao wanafikiria kitu kitachotokea mbele. Lakini kisaikolojia ni mechi ngumu, kwa sababu inaweza ukamezalisha pressure ambayo ikakufanya uwezo wako wa kutafsiri matukio kiwanjani ukawa ni mdogo. Ndio maana unaweza kumuona mchezaji kwenye mechi zingine hizi, sijui na Namungo sijui nani, anakuwa mchezaji hodari sana, inapofika dabi unamuona kama ni tofauti, na baadhi ya watu wameshapewa kashfa za kuuza mechi za kufanyaji kwa sababu tu ya ile pressure ambayo inazalishwa na mchezo. Kwa hiyo mimi nadhani kila mchezaji ana namna ambavyo anaichukua, lakini mimi kama mchezaji ambaye nilikuwa nacheza, nilikuwa napenda sana mechi hizi kubwa, kwa sababu ndizo mechi ambazo unaweza ukatengeneza utambulisho wako kwenye matukio yake. Okay. Yeah. Kuongea na Mrisho Ngasa alisema kwamba kwenye dabi moja alishawahi kuweka ahadi ya kama hatofunga goli basi mashabiki wachome nyumba yake moto. Kuna situation yoyote ambayo wewe ilikupelekea mpaka ukaweka ahadi kwenye dabi yoyote ile na mambo yakaenda ndivyo sivyo? Bahati mbaya mimi naishi sana kwa imani, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu wasiingii. Kwani siwezi kuahidi kitu kama mwanadamu wakati mipango yangu mingi nategemea Mwenyezi Mungu atie tiki. Kwa hiyo kuna vitu huwa siwezi kufanya. Okay. Sawa. Mimi nina swali la kizushi. Ujibu kizushi hivyo hivyo, sawa. Kati ya mabeki na golikipa ni nafasi ipi ambayo inafaa kupewa clean sheet kwenye mchezo husika? Ni timu. Nini timu? Kwa sababu ulinzi unahusisha timu nzima. Okay. Yeah. Pila ulipo sasa hivi ulinzi ni timu. Anaanza kukaba kiongozi wa ushambuliaji mpaka mtu wa mwisho ni goli. Kwa kama fungwa ni kwa sababu yule alianza kukaba naye amefanya kazi yake. Kwa kama kuna tuzo ambayo kipa anapaswa kupata, anapaswa kupata tuzo ambayo anaipata mchezaji bora, kiungo bora. Yaani ile sababu ulinzi inakaba, lakini kuna mtu anapewa kwa kuwa bora zaidi ya wengine. Kwa hiyo kama ni timu clean sheet ya timu, kama ilivyo kwenye ushindi ni wa timu. Hauwezekani ushindi ukawa kwa wa striker kwa sababu kafunga, au bana wa striker wale kwa sababu timu imeshinda 1-0, wale ma striker ndo wameshinda. Uliona goli moja aligawi kwa ma striker wote. Kwa hiyo na clean sheet ni ya timu. Kwa hiyo kipa sasa atapimwa kwa saves ambazo amefanya, kwamba wewe umeokoa mara ngapi. Ndicho ambacho tunaweza tukampima yeye peke yake. Lakini kama timu tu kutokufungwa, inawezekana hajapigiwa shuti hata moja. Sasa anakuaje na nani kama apewe hiyo clean sheet wakati hakuna attempt golini ambayo imeenda? Sawa. Clean sheet ya timu. Yeah. Tunakubaliana. Yeah. Sawa bwana, mimi nimepita maeneo ya Karume pale, nimekuona ukiingia kwenye zile ofisi na huu ni wakati wa kuchukua fomu bwana. Vipi? Umeshatia nia? Hapana, kama nilivyokuambia mimi sina mpango wa kugombea, lakini nilipita pale kwa sababu kaka yangu Mayai aliniomba nipite pale nimchukulie fomu, kwa sababu yeye jana alipata msiba, alifiwa na baba yake. Kwa hiyo saa hizi yupo msibani na nia hiyo alikuwa nayo, kwa akaniambia pita pale mdogo wangu. Kwa hiyo upo mjini nichukulie fomu, na mimi nikapita nikachukua fomu. Kwa hiyo nimekabidhiwa fomu pale na kanuni nimeondoka nazo. Kama Alimayai akipita inawezekana kiemba tukamwona kama katibu mkuu pale. Hapana, hizo nafasi bado kubwa. Kuna nafasi bado kubwa. Bahati mbaya mimi mwenyewe sipenda kujiongopea. Yaani kuna baadhi ya vitu bado tunajifunza. Sio rahisi. Ni vijana lakini ambao wanaweza kuwa na hizo uwezo pia wao kujikagua. Unajua vijana kweli wanahitajika mahali, lakini wana uwezo wa kufanya hiyo kazi. Mimi kila nikijiangalia naona bado. Acha nijifunze. Yeah. Umecheza mpira, umeuchambua, unauongoza sasa hivi mtaani, unasema bado. Taifa unalinyima kitu. Hapana, wakati ukifika vitu huwa vinaenda automatically, una haja ya kuvilazimisha. Wakati ukifika utaona kila kitu kinaenda kwa upande huo, na unaweza kujikuta upo na badala ya kuhudumia watu 10 ukaanza kuhudumia watu 100. Okay. Yeah. Bwana Madogo wanaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri na program za mazoezi, na Mungu anajalia anatuepusha na ajali za viwanjani, tunaenda. Yeah. Bwana kila laheri. Karibu. Sawa, wanasema kwamba moja kati ya kitu ambacho unachotakiwa kushibisha ubongo wako ni maneno. Kwa hiyo alichokiongea Amri Kiemba, nadhani kwa namna moja ama nyingine umepata ubongo wako chakula cha kutosha kabisa. Lakini kuhusiana na masuala ya uongozi
Amri Kiemba bwana amenikatalia katu. Nasema kwamba yeye bado kuweza kuingia kwenye shughuli hizo za uongozi. Bado kuna watu huku chini wanamtegemea, bado kuna vizazi huku chini vina ndoto, na hizi ni moja kati ya njia ambazo yeye anatakiwa kuzinyoosha. Hapo baadaye kama mambo yatakuwa sawa sawa na Mwenyezi Mungu akiweza kutupa uzima, basi tunaweza kumuona kwenye mamlaka za soka kama kiongozi wa soka. Lakini leo hii alienda pale TFF kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya mzee wetu Ali Mayai Tembele, ambaye yeye amepata udhuru kutokana na madhira yaliyomkuta ya kupata na msiba. Kwa hiyo si tunamwombea kwenye kipindi kama hichi aweze kukaa salama, akiweze kupita salama, mambo mengine yaende sawa, na kwenye huu mchakato ambao TFF wameufungua wa kuomba watu wachukue fomu pale ili waweze kugombea nafasi mbalimbali ikiwemo nafasi ya urais, basi tuweze kushuhudia basi damu mpya iweze kuongoza pale. Na Ali Mayai kipindi kilichopita naye aliweza kuchukua fomu, lakini mambo yalikwenda ndivyo sivyo, hakuweza kufanikiwa kupata nafasi hiyo. Safari hii mambo yatakuwaje? Basi tusubirie mpaka siku atakayorudisha fomu. Nadhani yeye atatoa chochote kitu. Kwa maneno ya Amri Kiemba, nakwambia ni kwamba katu kwa sasa hivi hutoweza kumuona kwenye kuongoza mamlaka zote zile za soka, kwa sababu kuna vijana huku chini wanaomtegemea waweze kuwanoa, kuwapitisha mpaka pale kwenye malengo yao, ama nusu ya malengo yao waweze kuyafikia. Mimi naitwa Morris na hii ni Kishamba TV.